Ishi kama mtu aliyehamishwa. Anasema hapo Kolosai 1:13, naye alituhamisha kutoka kwenye nguvu za giza, alafu akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna msamaha wa dhambi. Hebu ishi kama mtu ambaye alihamishwa. Jitofautishe na watu wako, jitofautishe na ukoo wako. Hata ingawa wanakuzomea, lakini wanajua tukiwa na shida wakutusaidia ni fulani. Ingawa sasa ni kama nakupiga vita. Jitahidi unapoondoka hapo, somo hili pia likuamshe kwenda kutenda matendo ambayo mbingu zinasema yes, huyo amehamishwa. Haenendi kwa kuyafuata mapenzi ya mwili. Sio kila mahali ni pa kujitetea sana. Wakati mwingine acha. Sio kila mahali lazima mpelekane mahakamani. Mpe ushindi. Hakuna hatari kama hiyo, inaitwa kumwachia Bwana. Analipa kisasi mpaka analipa tena. Maana analipa kwa haki. Ndio maana nikasema usijipiganie, acha kupigania. Mungu atusaidie sana. Hiyo ndio maana ya kuishi kama mtu aliyehamishwa. Wakati mwingine fikiria, mwambie Mungu niongoze sasa hapa. Mbona nadharaulika wakati hizi anahusiwa yangu? Mungu atakupa lugha, atakwambia cha kufanya. Maana wewe umehamishwa, hauenendi kama kile ninavyotaka. Hakika ukifuata kama ilivyo, huwezi kutimiza mapenzi. Unasema mimi nina haki, nimeonewa, hakupaswa. Lakini kuna sauti ndani inaongea, inasema hivi, mpe ushindi. Umwache ashinde. Maana mambo mengi yanaenda duniani hapa yana maonezi, hayana haki. Pesa nyingi ni haramu. Vitu vingi viko tofauti na alivyotaka Mungu, na watu ndivyo wanavyopenda. Maana ukiunyosha sana kweli unakuwa adui wa watu wengi. Kwa wakati mwingine mpe ushindi. Unaona Mungu atakachokifanya? Unajua Mungu alichokifanya kwa Yusufu? Aliamua kumpa ushindi mke wa Potifa. Mke wa Potifa alimsikizia, akasema mchana akanitazama kwa kunitamani, akaanza kunivuta nguo zangu, basi ndipo mimi nikaanza kujitetea, akakimbia. Kumbe yeye ndo aliyekuwa akifanya kilima chake kwa Yusufu, na Yusufu aliamua kumwachia shati lake, akakimbia. Walipomkamata Yusufu alijitetea, lakini kwa kuwa yule mama alikuwa na nguvu, ni mke wa ufalme, Yusufu akaamua kumpa ushindi, wakamchukua kamweka gerezani. Unaona malipo ya Mungu mwanangu? Maisha ya mke wa Potifa yalipokifanyika, wakati Yusufu anakuwa waziri mkuu, ana mamlaka namna hiyo, kijana aliyetendewa ubaya. Unaona Mungu jinsi anavyolipa? Ya Mungu yatakulipa zaidi ya mwanadamu. Sometimes toa ushindi. Shinde, haina shida. Waache washinde. Mimi ni mbaya, haina shida. Alafu mwachie Mungu atafanya. Natamani mwaka huu kabla hujaishi, Mungu akupe viwango vingine vya rohoni. Akupe viwango vingine. Unapofanya biashara yako, ufanye biashara kama mtu ambaye anamjua Mungu. Unapofanya vitu vyako, usimnyime tu Mungu haki yake. Fanya ile biashara yako, uitwe Yusufu ambaye anakelesa mbao, lakini ni mtumishi wa Bwana. Unajua kwa nini watakuita Yusufu wa mbao? Yusufu wa mbao, lakini ndani yake ana Mungu. Na Mungu aliuangalia moyo wa Yusufu. Yule binti aliyemposa aitwa Mariamu, akaamua kumchukua na kumtumia kwa mapenzi yake. Na ni kwa sababu pia alikuwa anaujua moyo wa Yusufu. Unajua ili Mungu akuite na akutume, anatangulia kujua moyo wako. Anaujua moyo wako. Kwa Mungu alipokuwa anamwambia kwa ndoto, usihofu kumchukua mke wako Mariamu, maana mimba alionayo kwa uwezo wa Mtakatifu, alikuwa anajua anaongea na nani. Na kwa namna ile ile ya kumjua Bwana, Biblia inasema Yusufu asimjue mkewe hata alipopata mwanawe. Aliendelea kutenda mapenzi ya Bwana. Ndio nikwambia ujamaa Paulo anasema sisi tulienenda kwa kuifuata kanuni ya tabia ya mwili.
mambo ya ulimwengu huu. Kumbe ulimwengu una tabia zake ambazo inabidi wewe usizifuate, na wala sio ushamba. Niamini mimi, watu wengi wanatutamani. Hakuna mlevi anatakuwa mwanamke mrefu, hakuna mlevi anatakuwa kahaba aliyemkuta baa. Kifika muda wa kuoa, anajua nini maana ya kuwa na mke ndani. Wanakujaga chache walifanya wameokoka kwa muda. Tunatamani wale dhahabu. Kwa hiyo achana na akili ndogo, thamini kitu ambacho Mungu amekupa. Ishi kama mtu aliyehamishwa. Vaa koti lako, tembea kijana, jiamini, fanya biashara zako, lakini identity ya kwako, mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi ni dada wa Yesu, ninafanya kazi ya kupaua. Wajua huyu fundi anaitwa Jeremia, lakini huyu fundi ni mtumishi wa nani? Mtumishi wa Bwana. Wajue